الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي الجلال والإكرام، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وصحبه البررة الكرام، وعلى كل من سلك سبيله واقتفى خطوه بالأئمة الأعلام. أما بعد، Mheshimiwa kadhi wetu, mzee wetu Sheikh Abdallah Yusuf Mnyasi, Mheshimiwa katibu wa Mufti na katibu wa taasisi ya Muhammad Sadis lilulama al-Afariqa tawi la Tanzania, Sheikh Musa Ahmed Juma al-Bukhari, wageni wetu Sheikh Dr. Muhammad Nafi kutoka Morocco, Marrakesh, na Dr. Sheikh Abdul Ghani Yusuf, Sheikh Kaporo ambaye ni rais wa Jahiza kama ilivyoelezwa, lakini pia mudiri wa kitengo cha Qur'an katika Baraza la Uislamu Tanzania au idara ya Qur'an katika Baraza la Uislamu Tanzania, mashekhe wote wa wilaya ya Ilala, wilaya ya Temeke, wilaya wenyeji ya Kinondoni, Ubungo, Sheikh Kitogo kadhi wa mkoa wa Dar es Salaam, majaji wetu waliokuwa wanafanyia kazi hapa juu wote, viongozi wote kwa ujumla, wageni waalikwa, jumuiya ya kina mama, jumuiya ya vijana, ndugu zetu mbalimbali tuliokaribisha, washindani walioshindana, viongozi wa baraza, kila mmoja kwa nafasi yake na kutoka mahali alipotoka. Protokoli imezingatiwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kama mnafahamu kwamba leo tulikuwa na mashindano ya Qur'an tukufu ambayo yanasimamiwa na tawi la taasisi ya Muhammad wa Sita, tawi la Tanzania, na kama mlivyoweza kusikia maelezo kutoka kwa Dr. Abdul Ghani juu ya ubora na mapenzi ya mfalme wa Sita wa Morocco, ambaye yeye ndio mwenyekiti wa taasisi ya mfalme inayoitwa Muassasatu Muhammad Sadis lilulama al-Afariqa. Ili taasisi kwa ajili ya wanazuoni wa Afrika. Kabla ya hapo hakuja kuwa na taasisi inayokusanya ulama wa Afrika, hakuna, na hakuna aliyekumbuka katika wenye nguvu ya kukumbuka na kuanzisha jambo kama hili, lakini Jalalatul Malik ayyadahu Allah wa nasara amejaribu kusimama vizuri na kuweza kuanzisha taasisi hii ya Muhammad wa Sita kwa ajili ya wanazuoni wa Afrika, kwa kuwakusanya mahala pamoja. Nadhani basi simama kidogo.
Naam. Nashukuru Mfalme Jalalatul Malik Muhammad Sadis kama nilivyosema mwanzoni, kwa kuanzishia taasisi hii ya ufalme yenye makusudio ya kuunganisha safu ya wanazuoni wa Afrika, jambo ambalo kama nilivyosema hajapata kutokea tangu nyuma. Kabla ya yeye kuanzisha, alipata fikra njema iliyonyoka kuanzisha taasisi ambayo inajenga safu ya ulama. Hakuna. Kwa hiyo tunamshukuru kwa kufanya jambo hilo na kuanzishia taasisi kama hii ambayo ni taasisi kwa ajili ya ulama walmufakirin walkhubara. Watu wanakaa kujadili masuala mbalimbali yanayohusu dini yao ya Kiislamu na kulinda akida yao. Sisi kama Watanzania tumefaidika nayo hii taasisi, tumefaidika nayo kwa sababu kama mnavyoona tumeweza kupata mambo mengi ambayo yamewekwa katika nchi yetu, na tumeweza kupata faida kubwa sana kuwepo taasisi hii. Ukiacha faida kubwa zaidi ya kupatikana msikiti mkubwa ambao umejengwa na mfalme, yote mnaelewa, hii ni faida kubwa ambayo tumeipata. Lakini tumepata faida kubwa vile vile ya kupata faru muassasati Muhammadin Sadis lilulama al-afariqa, kwa maana sisi tumo na wasili ambayo ilikuwa tumo, lakini wakati nyingine ambayo imepatikana ni ile fikra ya kuanzisha taasisi hii, kisha mimi nikawa nahudhuria fikra hii, na mpaka ikawa imefikia wakati wa kutengeneza katiba, mimi nipo, na mpaka kufikia wakati wa kuzindua hiyo taasisi nipo, na mpaka kuwa sasa kutengeneza matawi. Ilikuwa watu wanahudhuria tu kawaida kama wajumbe, baadaye ikaonekana katika foro matawi, branch, na katika hizo branchi moja ni branch ya Tanzania ambaye rais wake ni mimi Abubakar Zubeir, niliyekuwepo toka fikra, toka vikao vya kutengeneza katiba na kuunda taasisi na mpaka uzinduzi na mpaka leo nipo. Hii ni moja ya bahati kubwa sana. Napozungumza taasisi hii nazungumza kwa kujifaharisha, kwa sababu niko toka mwanzo, sio kama baadhi ya nchi nyingine kuchukua tena kwa sisi kutoa fikra kwa maana fulani aingeingizwa, naona fulani aingeingizwa. Mimi toka ile point ya kwanza ya fikra kupatikana jambo hili. Lakini jambo la kushukuriwa zaidi, na haifai kutokushukuru, ni kushukuru Rais Kikwete kwanza kwa jambo hili, kwa lilitokea kipindi chake, na yeye ndio alionishika mkono kwamba lazima nende kutumia Osman Rashid kama DG kile, kwa lazima nende
kwenye kile kikao, ikaenda yakapatikana haya yote mnayoona, na katika jumla haya yaliyopatikana ni msikiti mkubwa ule, kwa sababu niliuomba mimi kule huo msikiti, kama watu wengine wafasiri ndogo, niliuomba mimi na nimekwenda nikiwa peke yangu mimi mwenyewe na briefcase yangu basi, na Mwenyezi Mungu akajalia umepatikana msikiti baada ya mfalme kuja, na mimi nikamwambia rais aliyekuwepo kipindi kile Dr. Marhum Magufuli kwamba mwambie mfalme, mkumbushie kwamba tunaomba msikiti mtilie nguvu, wewe utazungumza naye hivi sasa, na ikiwa vipi nifanye kwa mkalimani niwe ndani ili nipate masuala ya kuhusu, lakini mimi nitamwambia. Na kweli akamwambia, na niliwahi kumuuliza waziri mkuu, bwana rais alimwambia yule mfalme, akamwambia ni kweli. Kwa hiyo katia nguvu, na mfalme akaamua kwamba kweli anajenga, na kabla hajaondoka anazindua, wakahitajika kuzinduliwa kama mlikuwepo, wakahitajika kuzinduliwa na mimi mwenyewe kama mufti wa Tanzania na Raisul Majlis al-Ala Shughuli al-Islamia bi Tanzania, nikatoka ofisini nikaanza kupiga hatua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ujengwe hapa msikiti. Ndio pale unapoona msikiti umejengwa. Tumshukuru Rais Samia Suluhu Dr. ambaye ametia nguvu sana na ushujaa mkubwa katika kuhakikisha kwamba hili jambo linakamilika na mambo yake yote yaliyobakia yakamilike, na kweli yamekamilika kwa kupitia kwake, na mpaka leo lillahi alhamd tunaendelea kufanya ibada zetu. Wasikia bali kufanya ibada, pia tunajifakharisha kuwa na msikiti mkubwa wa kitaifa ya majaji wanaoweza kwenda kushirikiana na majaji kule, kwamba Mola Dr. Muhammad Nafi na wenzake wengine kule Moroko. Mara kwanza tulipeleka marhumu kijana wetu Abdallah Daud, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemfitari, Mwenyezi Mungu amrehemu na amghfir. Tukampeleka Abdul Manan wewe mama mwalimu, huyu unamwona huyu anatuwakilisha kule, na kile itakapokuwa nafasi za kuja nyingi, basi katika hii jopo letu la majaji tutakuwa tuna kwa mmoja tunapeleka kule muunganisha na Abdul Manan kwenda kufanyia kazi. Lakini sio hivyo tu, ninapokutana nao wanasifu sana vijana wetu, wanasifu vile vile majaji wetu ambao tumewapeleka kule. Semeni alhamdulillah. Nashukuru sana, washukuru viongozi wangu ambao wamesimamia jambo hili, Sheikh Musa Hemedi, Jumbe Bagwan, Tawfik Tahir, na viongozi wetu wa baraza, katibu mkuu, naibu katibu mkuu, naibu katibu mkuu, lakini baraza la ulama, wakazi, masheikh wa mikoa na wilaya, kwa ushirikiano kuhakikisha kwamba jambo hili linakwenda vizuri. Lakini kwa mwisho tunashukuru majaji ambao wamefanya kazi kubwa hapa, na hakuna hata siku moja tumewaomba wale wasimame wakatukatalia, bali wanatupa na fikra na mawazo na taratibu, sababu wao hili ni jambo lao, na kila mmoja mwenye jambo lake atakuwa aweke kwenye ile jambo lake. Anzilu nasa manazila. Hayo ndio mambo ambayo ya muhimu nitakayataja leo kwa ajili ya kuona kuliweka wazi jambo kama hili. Siku nyingine ikitokea kwamba kuna jambo kama hili, basi kitokeze kwa wingi kwa ajili ya kutia nguvu, na tuendelee kumwombea Mungu mfalme wa sita Muhammad Sadis pamoja na viongozi wake Ahmad Tawfik na Muhammad Rifki. Juzi alikuja hapa, mlimuona, kwa ajili ya mambo mbalimbali.
na sisi pia tumepewa nafasi ya kuhudhuria durusul hasaniya. Kuna kitu mwezi wa Ramadhani kinaitwa durusul hasaniya, ni mwaka huu kutokea, sio sisi kutokwenda wa dunia nzima, hapo jambo hili halifanyika. Maana durusul hasaniya, darasa zile ambazo zinasemeshwa na ukoo wao hawa kwa ajili ya darasa ambazo wanasimamia mwenyewe mfalme. Hata mimi nilishapata nafasi ya kutoa darasa. Tazameni katika mambo ya internet tutakuta kule. Nilishapata na mimi nafasi kubwa ambayo mtu mjinga au mtu anataka takbir. Mtu ambaye anakubalika, na kule kuna dakati. Sio watu wa mchezo wale. Na wale wote waliohudhuria ni ulama watupu na wanazuoni watupu na kububu ambao wamesoma mpaka madarasa ya kabomoka. Wako pale wanakuwa kwenda mbele mfalme, kisha anakuwa mtu wa kwanza kwenda kumpa mkono mfalme, kisha tuwafuate watu wengine. Na kuna vile awadi unapata nayo mbele ya kazi umefanya. Kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tembea alhamdulillah. Niwashukuru kidogo wa mabwana waliokuja kupata maneno kumpelekea Muhammad Rifq kwa niaba ya Ahmad Tawfiq, kwa niaba ya mfalme Muhammad Sadis. Bismillahirrahmanirrahim. نتقدم بخالص الشكر وعظيم الامتنان إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على مبادرته الكريمة بتأسيس مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة التي وحدت صفوف العلماء والخبراء والمفكرين، جمعتهم على خدمة الدين الحديث ونشر قيم الاعتدال والوسطية، ونثمن جهودها المباركة، ولا سيما تنظيم مسابقات القرآن الكريم التي تشجع حفاظ كتاب الله المجيد وتبرز مواهبهم. ونخص بالشكر الدكتور محمد رفق على حسن إشرافه وإدارته الحكيمة، وعلى كرمه في استخدام المحكمين والمتخصصين، كما نشير بجهود معالي وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية والرئيس المنتدب الدكتور السيد أحمد التوفيق على دعمه المستمر. ونبيت بذلك يا ملك بالخير أشرق نوره في الأرض حتى عطره عما محمد السادس الذي بأعطائه رفع المنارة وشيد العلماء، أسست صرحا للعلوم المباركة فغدا لأهل الفضل فيه مقاما، وجمعت أهل العلم في إفريقيا حتى غدوا في الحق صفا نظاما، ولرفق فضله متواصل ساس المؤسسة العالية إحكاما، والتوفيق أحمد الذي بجهوده ساند المسيرة واستنار مقاما. والضيف أهل الفضل زادوا بهجة، أي محمد نافع الدكتور وعبد الغني. والضيف أهل الفضل زادوا بهجة فغدا المكان بحضورهم ابتساما. والضيف أهل الفضل زادوا بهجة فغدا المكان بحضورهم ابتساما. اللهم بارك في جهودهم وأدم عزهم ووفقهم لما تحب وترضى، واجعل أعمالهم في ميزان حسناتهم وارفع بهم الإسلام والمسلمين، والحمد لله رب العالمين. Baada ya kuzungumza hayo, nishukue neno la kuwashukuru wote mliohudhuria baada ya kupata mwaliko wetu, kila mmoja kwa namna ya maana alipotoka kuja kututia nguvu hapa kwenye msabaka huu ambao mimi nimeingia mwisho, lakini nimeona mtoto mmoja ana balaa kabisa.
Nikwambia Dktari hapa Muhammad kwamba hii ni habari kubwa sana imefanyika kuonesha mawali vipaji vya watoto wetu tuliokuwa nao Tanzania. Mwenyezi Mungu atujalie heri, turudi nyumbani kwa amani na kwa salama na kwa baraka. Mwenyezi Mungu awapeni vipawa vya heri, awazidishie juhudi zenu katika heri na amali njema, lakini awape baraka katika riziki zenu na awafae katika kila ambayo mnakusudia kufanya. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.